Katika jina la Yesu tunasema asante tena Bwana asubuhi ya leo. Neema yako ni kubwa na fadhili zako ni nyingi mno Bwana katika maisha yetu. Asante kwa pendo lako, asante kwa wakati, saa, dakika na majira haya. Baba, libarikiwe jina lako takatifu, kwa wewe peke yako ni Mungu na unastahili. Asante mfalme utukufu kwa vile umekuwa pamoja nasi tena Bwana kwa wakati wote hata saa hii Bwana wangu. Baba, ninakuomba kwamba Mungu mtakatifu kaendelee kuwa pamoja nasi tena Bwana, ukiendelea kusema nasi katika asubuhi ya leo kwa utukufu wako Mungu mwenye haki. Bwana mabwana, ninakushukuru kwa kuwa wewe uko tayari na utazungumza nasi Bwana kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunasimama kinyume na kila hila, mipango, madhumuni na kusudi la adui kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hali na mamlaka, nafasi wala uwezo wa kuinuka kinyume chochote juu yetu Bwana kwa jina la Yesu. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba ukatamalaki mahali hapa, ukizungumza nasi, ukizungumza na mtu mmoja mmoja kwa utukufu wako. Asante mwenye nguvu, uweza, mamlaka na utukufu mwingi, kwa kuwa peke yako wewe unastahili sana, katika jina la ajabu na takatifu mno la Yesu Kristo aliye Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu, katika jina la Yesu, amen. Karibu tena ndugu yangu mpendwa, mtumishi wa Bwana, katika asubuhi ya leo. Nikaribisha katika ibada hii, na wacha tukaendelee tena pale mahali ambako tulipoishia. Mungu anatupa kuendelea tena katika jina la Yesu. Karibu sana. Mungu ametupa neema tuendelee kutafuta uso wake katika dunia hii, kwa sababu Mungu ametupa neema hiyo na tunaendelea tena. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Kumbuka, habari ya kumtafuta yeye na kumtaka yeye si maelekezo yangu wala si maelekezo ya mtu yoyote, ni maelekezo ya Kristo Yesu mwenyewe, ni maelekezo ya Bwana wetu mwenyewe, ni maelekezo yake yeye aliyekubali kufa msalabani kwa ajili yetu. So kwa sababu ni maelekezo yake, hatuna namna nyingine isipokuwa kuyafanyia kazi. Yesu asifiwe. Na naomba ujue kwamba hili ni hitaji, ni takwa la Yesu mwenyewe. Ndivyo anavyotaka. As we are talking, anataka hivyo kwamba watu wabadili mitazamo na kiu za mioyo yetu ibadilike, ili kwamba tuweze kuishi kile ambacho Kristo Yesu anataka, au tuweze kuwa kile ambacho Kristo Yesu anataka. Asifiwe Mwokozi Yesu na Bwana wetu. So nikuombe Mungu na akupe neema katika jina la Yesu katika mambo haya, ukapata kuelewa, kwa sababu all in all we know siku moja tutafika kwake na tutaulizwa maswali. Kuna hesabu ya kutoa. Tulikuwa na miaka mingapi duniani? Tuliishi kwa namna gani? Alifaidikaje? Yote yatakuwepo. Sasa ni muhimu sana kila mtu kuwa makini katika jambo hili. Japo wakati mwingine tukizungumza mambo haya kwamba Yesu anarudi, huenda ukaona ni kama kamchezo fulani, au anaongea tu hatawaelewi. Lakini nataka nikuambie kwamba majira hayo yamekaribia mno. So just prepare yourself kwa kujiweka tayari. Mungu akupe neema. Tunaendelea na kanuni ambazo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, waliwaambia wanafunzi wake, aliwajulisha na alitujulisha, na ndivyo anavyotaka iwe. Anaposema sura ya 6 ya kitabu cha Mathayo mstari wa 8, anaposema basi nyinyi msifanane na hao, kwa maana wao udhani kwa maneno yao kuwa mengi watasikiwa, lakini Baba yenu aliye mbinguni, nyinyi msifanane na hao, kwa sababu Baba yenu aliye mbinguni anayajua yote mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Lakini cha ajabu anaongeza, anasema basi ninyi salini hivi. Sasa tunajiuliza, kwa kuwa Baba anayajua yote ambayo tunahitaji, kulikuwa na haja gani atuambie basi ninyi salini hivi? Lakini hapa tunagundua kwamba hizi ni kanuni ambazo, haya ndio mambo ambayo Yesu alitaka tuyaombee, na tukiyaombea hayo ama tukiyaomba hayo, tunakuwa kile ambacho tunakuja kutengenezwa. Ni maombi ya kimatengenezo ambayo ni kanuni ambazo nimekuambia ziko zaidi ya 7 pale. Hizi kanuni ndizo ambazo zitatutengeneza maombi yetu yawe ya kimatengenezo zaidi. Ndiyo maana yake, na nimeisema mara nyingi. Ya kwanza anasema Baba yetu uliye mbinguni, na ya pili anasema jina lako litukuzwe. Nikasema ya kwanza ni kwamba tutafute tutengeneze mahusiano yetu na Mungu, asiwe tu Mungu lakini awe Baba. Namba 2 tukasema
ondoa, muombe Mungu akupe neema, kiburi kisiwepo ndani yako cha aina yoyote, kwa sababu mwanadamu ana asili ya kujisahau. Mungu anapomtendea 1, 2, 3 anafika mahali pa kuona ni yeye, anamea kiburi na mea ndani yake, na anajikuta kwamba sio yule tena mnyenyekevu ambaye anaweza kumfurahisha Kristo Yesu. Namba 3, tuende leo kwa kadri Bwana atupavyo neema. Tuende namba 3. Namba 3, Yesu anasema baada ya jina lako litukuzwe, anasema ufalme wako uje. Anaposema ufalme wako uje, nilishazungumza nikasema ufalme manake ni utawala, ni uongozi. Yesu asifiwe. Ufalme manake ni utawala, ni uongozi, ni kuwa chini ya direction ya mwingine, ni kuishi kulingana na maelekezo ya mwingine. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Yaani ufalme manake ni utawala, kama ni utawala manake ni uongozi, kama ni uongozi manake ni kwamba watu wote walio chini ya huo uongozi wanaishi kulingana na maelekezo ya kiongozi huyo, au wanaishi kulingana na uongozi wao, wanaishi kulingana na matakwa ya yule kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niseme tena, ufalme manake ni utawala. Manake ni kwamba anaposema tuombe hivi kwamba Baba yetu uliye mbinguni, hii ni kusema kwamba tunakataa au tunaondoka kwenye nafasi ya kujitawala. Tunarudi nyuma kidogo, kama ambavyo tulisoma wakati wa mwanzo wa ibada na vipindi hivi. Tulianza kwa habari ya uumbaji wa Mungu na nini, na moja kati ya mambo ambayo niliyazungumza, nilisema hivi kwamba yale mambo ambayo Mungu alitaka tuyajue ni kwamba Mungu alipomweka Adamu Edeni. Naomba niseme nawe kidogo katika jambo hili. Mwanadamu tangu asili ya kuumbwa kwake, mwanadamu hakuwekwa ajitawale mwenyewe. Mwanadamu hakuna wakati wowote amewekwa ajitawale au ajiongoze. Mwanadamu kwa asili ameumbwa ili asikilize maelekezo, kwa kuwa yeye sio top ni Mungu. Kwa sababu top ni Mungu, hakuwekwa kwamba ajiongoze mwenyewe. Ilikuwa ni lazima aishi kulingana na maelekezo ya Mungu atakayotoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu hajawahi kuwa kiumbe huru. Narudia tena, mwanadamu hajawahi kuwa kiumbe huru. Kama hayuko chini ya utawala wa Mungu, atakuwa chini ya utawala wa Shetani, lakini lazima awe na mtawala. Narudia, mwanadamu kwa asili hakuwekwa ajitawale mwenyewe. Hajawahi kuwekwa hivyo mwanadamu yoyote. So ni muhimu tukajua. Ndio maana nasema kwenye kuomba kwenu, kwa kuwa sasa sitaki tena muwe kile ambacho mlikuwa zamani, watu ambao mlijiongoza wenyewe, watu ambao kwa sababu hiyo ikapelekea kwamba ninyi, jamani, Bwana Yesu asifiwe, uongozi ama ufalme ama utawala, maana yake ni kwamba kwenye fahamu zetu hatutafanya kila kitu tunachotaka. Tutafanya kulingana na vile ambavyo tunaelekezwa. Tutafanya tukifuata nini? Maelekezo yake mwenye kutuongoza. Yesu na asifiwe sana. Na ndio maana anasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba Warumi 1:28 kwamba kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Biblia inasema Mungu aliwaacha wakafuata akili zao zisizofaa. Kwa sababu hiyo, tazama jambo hili kwamba Yesu anapoelekeza kwamba jambo la kwanza, Baba yetu uliye mbinguni; jambo la pili, jina lako litukuzwe, maana yake unyenyekevu; jambo la tatu, baada ya kuwa na unyenyekevu, baada ya kwamba huyu sasa Mungu kwetu ni Baba, na namba 2, sisi ni wanyenyekevu kwake; namba 3, tutawaliwe na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tuongozwe na yeye, tusifanye ili mradi, lakini yale tuyafanyayo yatokane na maelekezo yake. Yesu na atusaidie mno. Kwa hiyo tuishi kulingana na maelekezo yake, tusifanye tunavyotaka, tuishi maelekezo yake, kwamba tunaacha rasmi kuingia au tunaacha rasmi
kuishi kwenye mipango yetu, kwa sababu alichokifanya Adamu, nilikuambia, aliondoka kwenye uongozi wa kimungu, kwamba Mungu ndiye ampe muongozo kwa ujumla, alafu akaingia kwenye hali ya kujiamulia mwenyewe, kujiongoza yeye mwenyewe, na matokeo yake ni kufanya yale ambayo Mungu hakutaka. Kwa hiyo matokeo ya mwanadamu kutokutawaliwa na Mungu ni kufanya yale ambayo Mungu hataki. Narudia tena, matokeo ya mwanadamu kutokutawaliwa na Mungu ni mwanadamu kufanya yasiyompendeza Mungu, kwa sababu hawezi kufanya yanayompendeza Mungu wakati ambapo hana maelekezo hayo. Asifiwe Mwokozi Yesu, na atusaidie sana Yesu. So mwanadamu hajapewa kujiongoza. Ndio maana Yesu anakuja, jambo la tatu anasema ufalme wako uje. Yaani tutamani sana kuwa chini ya uongozi wa Mungu, tusiishi kama tunavyotaka. Jamani, Yesu na atusaidie sana, lakini tuishi kama ambavyo tunatakiwa. Tukishakuwa tumempa Yesu maisha, hatuishi tena vile tunataka, tunaishi vile tunatakiwa. Tunafanya si vile tunataka, tunafanya vile tunatakiwa. Tunatenda na kuenenda si vile tunataka, tunaenenda kulingana na vile tunatakiwa. Tunaishi maisha yote duniani si vile tunataka, lakini ni vile tunatakiwa. Yesu na atusaidie sana. Wewe kutoka hapo ni kusema hivi, tunaacha matakwa yetu, tunaacha kujiongoza wenyewe, tunayaacha maamuzi yetu wenyewe, tunaziacha tamaa zetu wenyewe, tunasikiliza anachosema. Kwa hiyo ni kusema nini? Mwanadamu anapaswa kusikia Mungu. Kila mtu. Hii si habari ya kwamba nabii niambie Mungu anasema nini. No. Kwa nini Yesu akaweka kipengele cha tatu, kwamba kipengele cha tatu ni ufalme wako uje? Amekiweka hivyo kwa sababu nia yake na mpango wake, anataka kila mwanadamu amsikie yeye. Kila mtu amsikie Mungu. Yesu asifiwe. Sio habari ya kusubiria uletewe habari na mtu mwingine. Kila mtu asikie, kila mtu apate kusikia. Hatusemi kwamba ataletewa habari na mtu mwingine, tutaletewa na watu wengine, lakini tuwe na sisi na nafasi ya kumsikia Mungu akituelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana utawala wa Mungu. Yaani ni muhimu sana. Mungu atupe neema katika jina la Yesu. Mungu atupe neema sana kwamba tuishi kile ambacho yeye anakitaka, kile ambacho yeye anadhamiria, kile ambacho yeye anakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hiyo, tuende kitabu tusome Mathayo. Pale tumesoma anasema ufalme wako uje. Amba tusome kitabu cha Kutoka. Kuna mambo kadhaa pale ya kuangalia, kwa kadri ambavyo Bwana atatupa neema tuyaangalie hapa. Haleluya sana. Kitabu cha Kutoka sura ya 15. Ni maneno ambayo najua unayafahamu sana. Sikia, tusome kuanzia hii sura ya 14. Naomba kwa sababu ya kufupisha kidogo, kwa sababu ya muda, tusome kuanzia mstari wa 11. Mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hilo silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani.
Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Kumbuka, Moses was speaking, but he had no any instruction from God. Alikuwa anazungumza Musa, lakini alikuwa anazungumza kwa imani tu. Ndani yake alikuwa hana maelekezo yote kwamba nini kitatokea, kwa sababu wana Israeli wamefika mahali wamekutana na bahari. Bwana Yesu na atusaidie sana. Wamekutana na bahari mbele yao. They cannot move on, wala they cannot move back, just because majeshi ya Misri yanakuja nyuma yao. So hawezi kurudi nyuma, hawezi kusogea kwenda mbele kwa sababu kuna bahari. Kusogea kwenda nyuma tena, jeshi la Farao linakuja. So hawana namna nyingine. Na hapa Musa anawaambia hapana, msijali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sema msijali, nyinyi simameni tu. Nataka jambo moja ushike na ulishike vizuri. Tazama mstari wa 15, Biblia inasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Ni kama Mungu anamwambia Musa, cha kufanya wewe usijali, wewe waambie waendelee mbele, wala usilie, maana wakati wangu wa kukuambia unafika. Yesu asifiwe. Unanililia mimi, anasema waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sikia kitu ambacho nataka uone hapa. Anaposema ufalme wako uje, maana yake tunaishi kulingana na utawala wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi utawala wa Mungu. Ni muhimu sana ukajua, kama Mungu ndiye mtawala wako, usifanye chochote kile bila yeye kuwa amekuambia. Narudia tena na kusisitiza ya kwamba kama yeye ndiye mtawala, achana na kufanya chochote bila yeye kukuambia, kwa sababu ni muhimu mno kufanya kulingana na maelekezo yake, kwa sababu mara nyingi tunafanya vitu nje ya maelekezo ya Mungu, na hapo ndo tunajikuta kwamba tunafeli. Mungu hakukupa maelekezo ya kufanya mambo hayo unayoyafanya. Ni kweli si mambo mabaya, ni mambo mazuri. Umeamua kuingia kwenye mkopo, ni kweli, lakini nani alikupa maelekezo ya mkopo? Ni Mungu? Ni wakili zako ama ni marafiki zako? Okay, baada ya wao kukupa hayo maelekezo ya mkopo, nenda bank kakope, nenda si wapi, nenda si kwenye taasisi mbalimbali zinazotoa mikopo, na wewe ukakope. Okay, ukaenda kukopa, umeenda kukopa, kimeumana, maana ni kama unashindwa kulipa. Sasa nini kinakuja kutokea? Ndio maana nakuambia hivi, ili kupokea msaada wa Mungu, jitahidi kuwa unaishi utawala wa Mungu, yaani ishi maelekezo ya Mungu, kwa sababu ni muhimu sana. Mahali ambako Mungu hakukuagiza uingie, ukiingia si kwamba hatakutoa, kwa kuwa yeye ni wa rehema, atakutoa, lakini utakuwa umeshaumia sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, narudia tena, ishi kulingana na maelekezo ya Mungu. My brother and my sister, tafadhali tamani sana kusikia Mungu akizungumza. Tamani sana kusikia Bwana akikusemesha. Nasema na wewe mwanadamu wa leo, dunia si rahisi vile unadhani. Nisikilize mpendwa, ujue ya kwamba tamani sana kusikia Mungu akizungumza na wewe. Na kama hujafika hapa, mimi ninakuombea neema katika jina la Yesu, ili Bwana akupe maelekezo. Hii ni muhimu sana. Sasa anasema ufalme wako uje. Tunapaswa kuishi kulingana na utawala wa Mungu ndani yetu, maelekezo yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Achana na kuishi ili mradi. Mambo mengi tunayoyafanya hayatokana na maelekezo ya Mungu, na hapo ndo mahali ambako tunakutana kufeli kubaya, tunapokutana kushindwa kubaya. Nataka uelewe maelekezo ya Yesu, ama kanuni ya Yesu anayoitoa ya 3. Kanuni namba 3 anasema, ufalme wako
wako uje, baada ya Baba yetu uliye mbinguni, na jina lako litukuzwe. Namba 3 anasema, semeni hivi kwenye kuomba kwenu, wekeni kipaumbele cha kwamba mnatafuta kutawaliwa na Mungu. Sasa acha neno habari ya kujitawala, maana mlijitawala zamani, mkaishi yasiyowapasa, mkaishi yale ambayo Mungu hataki. So sasa mmekuja hapa, tafuteni kutawaliwa na nani? Na Mungu, ili mfanye yale Mungu anayoyataka. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. So ni muhimu sana, mpendo mtumishi wa Bwana, ni muhimu sana unafanya hayo uliyoamua kuyafanya. Unayafanya kwa maelekezo ya nani? Nani amekuambia ufanye? Nani anayetawala maisha yako? Nani anatawala maisha yako? Ni akili zako au ni nini? Kwa sababu yule anayetawala maisha yako ndiye utakayefuata maelekezo yake. Yesu na atusaidie sana. Kwa anaposema ufalme wako uje, manake tutafute sana kuishi kulingana na uongozi wake. Kama ni uongozi wake, ni kusema nini? Lazima tuwe na nafasi ya kumsikia. Kwa hiyo tengeneza muda wako na Mungu, tengeneza network yako, hakikisha kwamba unapata neema na nafasi ya kumsikia Mungu. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe sana. Yaani ni muhimu sana, mpendwa mtumishi wa Bwana, ukajua na ukaelewa, na Mungu akupe neema katika mambo haya, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mungu na akupe neema sana, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe neema ya kuishi kile ambacho anakitaka. Usiishi tena kwenye kujiongoza mwenyewe, ishi kwenye kuongozwa na yeye mwenyewe. Yesu na asifiwe sana. Yaani jitahidi sana iwezekanavyo, ishi kulingana na maelekezo ya Mungu na sio vinginevyo. Yaani jitahidi sana, Bwana akupe neema katika jina la Yesu, uishi kulingana na maelekezo ambayo Mungu anayatoa. Anasema jambo la 3 ni ufalme wako uje. Mungu na akupe hii neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wacha tukaombe katika asubuhi ya leo. Mungu na atupe neema tena, wacha tukapata nafasi ya kuomba katika